BBC asubuhi hii hatua kubwa ya kihistoria imefikia usiku wa kuamkia leo baada ya ikulu ya Marekani kutangaza kwamba mkataba wa amani kati ya nchi hiyo na Iran umeanza kufanya kazi rasmi. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO laonya kuwa mamilioni ya watu katika nchi 13 duniani wanatarajiwa kukabiliwa na ongezeko la njaa kali kati ya Juni na Novemba 2026. Na katika gumzo tunalimulika kombe la dunia, huku wakilishi wengine wa Afrika DRC wakishangaza Ureno baada ya kuibuka na sare ya 1-1. Lazima tuwasifie Kongo kwa namna ambavyo wamecheza dhidi ya Ureno ambayo ina majina mengi makubwa. Ni takwimu nzuri kwa kikosi cha DR Congo kuweza kuizuia safu bora ya ushambuliaji ya Ureno ambayo inaongozwa na Cristiano Ronaldo. Haya ni baadhi ya yale ambayo tumekuandalia asubuhi leo msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Isabella Mwagodi. Karibu Isabella. Naam, shukran sana David Nkia. Maafisa wa Marekani wametoa maelezo ya mkataba wa amani na Iran ambao wanasema unajumuisha kusitishwa kwa mapigano katika pande zote ikiwemo nchini Lebanon. Wanasema Tehran ilithibitisha upya ahadi yake ya kutotengeneza silaha za nyuklia, huku Marekani ikiondoa vikwazo vyote vya kuachia mali za Iran zilizokuwa zimezuiliwa. Washington pia itasimamia ufadhili wa maendeleo wa dola bilioni 300. Mkataba huo pia unaacha wazi uwezekano kwamba baada ya siku 60 za kwanza Iran inaweza kujadili tozo ya usafirishaji wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Rais Trump anasema mkataba huo tayari ushatiwa saini. On Sunday we reached an agreement with Iran that achieves everything. Siku ya Jumapili tulifikia makubaliano na Iran ambayo yanatimiza kila kitu tulichokusudia kukamilisha. Kila kitu na zaidi. Kumaliza mzozo wa sasa, kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz na kuzuia Iran isipate kamwe silaha ya nyuklia. Ndio maana ya yote hayo. Hilo lilikuwa takriban 99%. Iran haiwezi kuwa na silaha ya nyuklia. Hawawezi kuitengeneza wala kuinunua. Hawawezi kamwe kuwa na silaha ya nyuklia. Develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon. Maafisa wa Ukraine wanasema mji mkuu wa Kyiv unashambuliwa na Urusi. Mashuhuda waliokuwa katika eneo hilo waliripoti milio ya makombora na milipuko mikubwa ndani ya jiji hilo, huku watu wakikimbilia kwenye maeneo ya hifadhi. Hakuna ripoti kamili kuhusu vifo au majeruhi. Tahadhari za mashambulizi ya anga zimetolewa kote nchini Ukraine. Siku ya Jumatatu, shambulio kubwa la Urusi liliua watu 11 na kuharibu kanisa kuu la Domitimo la Kyiv ambalo ni nembo muhimu ya kidini. Alikuwa waziri wa mafuta wa Nigeria Diezani Alison Madueke amepatwa bila hatia na mahakama moja mjini London dhidi ya mashtaka ya ufisadi. Taarifa zaidi na Hamid Abubakar. Diezani Alison Madueke alikana kupokea rushwa kutoka kwa watendaji wakuu wa kampuni za mafuta kwa bidhaa za mamilioni ya dola kutoka duka la kifahari la Harrods, matumizi ya majengo yenye thamani ya mamilioni ya dola na kusafiri kwa ndege binafsi. Nigeria ndio mzalishaji mkubwa zaidi wa mafuta na gesi barani Afrika. Bi Alison Madueke alikuwa waziri wa mafuta kati ya mwaka 2010 na mwaka 2015. Mahakama hiyo pia imewapata bila hatia washtakiwa wenzake wawili. Kaka yake Doye Agama ambaye ni askofu mkuu katika kanisa la Kipentekoste na mtendaji mkuu wa sekta ya mafuta Olatimbo Ayinde. Na mama wa kipa wa Cape Verde Vozinha amepewa visa ya kusafiri kwenda Marekani ili kumtazama mwanawe katika mchuano wa kombe la dunia. Tangazo hilo lilitolewa na kiongozi wa chama cha Democrat katika baraza la wakilishi Hakeem Jeffries, ambaye alisema alizungumzia swala hilo binafsi na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Isabella Mwagodi. Unasikiliza mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili BBC kikutangazia kwenye FM radio shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania unatupata kupitia Loliondo FM na Radio Kwizera. Kenya ni Nyota FM na Count FM. Ukiwa pale Uganda ni Voice of Karamoja na Radio Paidha, na DRC ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube wa bbcswahili.com. Asubuhi leo upo nami David Nkia. Karibia. Hatua kubwa ya kihistoria imefikiwa usiku wa kuamkia leo baada ya ikulu ya White House kutangaza kuwa mkataba wa amani kati ya nchi hiyo na Iran sasa umeanza kufanya kazi rasmi. Marais Donald Trump na Masoud Pezeshkian wa Iran wametia saini makubaliano hayo
14. Isabela Magodi na taarifa zaidi. Mkataba huo unalazimisha usitishwaji wa haraka na wa kudumu wa mapigano kati ya pande zote ikiwemo nchini Lebanon. Aidha, Iran imeahidi kutotengeneza silaha za nyuklia huku mfuko wa dola bilioni 300 kitengwa kwa ajili ya ujenzi mpya na maendeleo ya Iran. Hata hivyo, Rais Trump ameonya kuwa makubaliano haya si ya mwisho. Kama hamtazingatia makubaliano hayo, sitaki kufanya hivyo, lakini tutawashambulia kwa mabomu makali sana, na sidhani kama watageuka kutoka kwenye makubaliano hayo. Hatua hiyo imekabiliwa na upinzani mkali nchini Marekani kutoka kwa maseneta wa chama cha Republican ikiwemo Lindsey Graham na Ted Cruz, waliowita mkataba huo kuwa ni makosa makubwa ya sera za kigeni. Wakati huo kiongozi wa Hezbollah Naim Kasim kupitia hotuba yake ya televisheni amesema makubaliano hayo ni hatua muhimu kwa Lebanon na ameshukuru Iran kwa kushurutisha Israel kusitisha mashambulizi. Licha ya tangazo hilo, hali ya wasiwasi bado imetanda kusini mwa Lebanon ambapo mashambulizi ya Israel yameua takriban watu 5 tangu Jumatatu. Kasim ametoa wito kwa serikali ya Lebanon kusitisha mazungumzo moja kwa moja na Israel yaliokuwa yakifanyika Washington, akidai kuwa swala la silaha za kundi hilo ni swala la ndani. Mkataba huo wa Iran na Marekani unatoa nafasi ya siku 60 kwa pande zote mbili kujadili makubaliano ya mwisho. Ni Isabela Mogodi. Takriban maisha ya watu 200 yameokolewa nchini Uingereza kufikia sasa kutokana na chanjo inayokinga saratani ya shingo ya kizazi. Hii ikiwa ni kulingana na uchambuzi uliochapishwa na jarida la Lancet. Utafiti wa kwanza wa aina yake ulionyesha kwamba vifo vimepungua sana tangu wasichana wenye umri wa kwenda shule walipopewa chanjo ya human papilloma virus HPV mwaka 2008. Florence Kajage na maelezo zaidi. Ripoti ya utafiti huo inaonyesha kuwa kati ya mwaka 2020 na 2024 hakuna vifo vya saratani ya shingo ya kizazi vilivyorekodiwa kwa wanawake wenye umri kati ya miaka 20 hadi 24, mara ya kwanza kutokea kwa kipindi cha miaka 5. Bila chanjo takriban vifo 23 vingetarajiwa. Profesa Peter Sasieni, mtafiti mkuu katika chuo kikuu cha Queen Mary cha London, amesema inashangaza kufikiria kwamba chanjo mara moja inaweza takriban kumaliza aina fulani ya saratani. Utafiti huo pia ulibaini kuwa watoto hao waliochanjwa wakiwa na umri kati ya miaka 12 na 13 sasa hawakabiliwi kabisa na hatari ya kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo kabla ya umri wa miaka 30. Kabla ya kampeni ya chanjo ya HPV, takriban vifo 20 kila mwaka vilikuwa vikirekodiwa katika kundi hilo la umri. Kwa ujumla, saratani ya shingo ya kizazi bado ni saratani ya 14 kati ya wanawake nchini Uingereza na watu 3,300 hugunduliwa kila mwaka. Inafikiriwa kuwa HPV, virusi ambavyo huenezwa kwa mgusano wa karibu wa ngozi kwa ngozi, husababisha 99% ya maambukizi yote ya saratani hiyo. Maambukizi mengi ya HPV hupita bila matatizo yoyote, lakini mengine husababisha mabadiliko yasiyo ya kawaida ya seli na yanaweza kusababisha saratani miaka mingi baadaye. Waandishi wa ripoti hiyo wanatarajia idadi ya wanaofariki dunia kutokana na ugonjwa huo kuendelea kupungua, kwani wengi wanapata chanjo dhidi ya HPV na watu waliochanjwa wanazeeka. Ni Florence Kajage. Kesi imeanza nchini Uholanzi dhidi ya mtuhumiwa wa mauaji ya kimbari raia wa Rwanda anayefahamika kama N. Eugene. Mzee huyo mwenye miaka 66 ameshtakiwa kwa mauaji dhidi ya watu 3,000. Yeye anakanusha madai hayo, akisisitiza kwamba yeye ni mwathirika wa mauaji hayo. Ifuatayo ni taarifa mwandishi wa BBC Vebuchana kutoka Kigali. Kesi dhidi ya N. Eugene inahusisha matukio katika wilaya ya Mbazi katika mkoa wa Butare, ambapo shirika la Human Rights Watch linakadiria watu 100,000 waliuawa kati ya April na Julai mwaka 94. Kulingana na ofisi ya taifa ya mashtaka nchini Uholanzi,